Amesema mwenyekiti wa tume hapa kwamba mapendekezo walioyatoa tukiyatekeleza yatatusogeza basi mpaka tufikia 18% ya GDP ya ukusanyaji wa kodi zetu. Tutakuwa tunasogea na vile viwango vilivyowekwa na ulimwengu polepole mpaka tutafika tunakokwenda. Hii tutosheleze kuweza kufanya matumizi na huduma za ndani ya nchi. Tuweze yale makubwa, tutawalika private sector, tutaalika uwekezaji, tutaalika watu wengine tuje tufanye nao. Tunarekebisha sera yetu ya PPP, Public Private Sector Partnership. Tunakwenda kuifanyia marekebisho na yenyewe ili mambo makubwa tufanye na private sector, lakini yale ya ndani, maji, umeme, elimu, barabara, maintenance zake na nini, yote tuwe tuna pesa ya kutosha tuweze kufanya wenyewe badala ya kunyosha mabakuli na kuomba. After all, mabakuli yenyewe siku hizi hayaingizwi kitu. Sasa hivi ni aid na ni trade for aid, sio? Yaani tufanye biashara, tusaidiane. Anayekuja apate na sisi tupate. Yale ya misaada tu tupeni. Mikopo ipo, lakini misaada safi imepungua kwa kiasi kikubwa. Kwa hiyo tukusanye ndani ili tuweze kufanya mambo yetu. Na wananchi walielewe hilo. Walipe kodi, tukusanye, tutoe huduma. Serikali iweze kutoa huduma. Bila kodi serikali haitaweza kutoa huduma. Kwa hiyo wale wasimamizi wa kodi, na baada ya kufanya marekebisho yaliyopendekezwa hapa, mapendekezo yaliyotolewa, twende tukakusanye kodi tuweze kufanya maendeleo yetu ya ndani. Lakini pia huu ni msingi mzuri wa safari yetu ya Dira 2050. Tunajenga msingi imara ili tuweze kukusanya na tuweze kuitekeleza dira yetu kwa yale ambayo yanatuwajibikia sisi kama serikali kuyatekeleza. Mapendekezo yaliyotolewa yatatuelekeza kwenye kuwa na mfumo wa haki na usawa wa ulipaji wa kodi. Kuna malalamiko mengi kwa wafanyabiashara, wengine wanalipa sawa inavyotakiwa, wengine wana vichochoro vya kupita wanalipa kidogo, wengine ilikuwa na kikao na mkuu wa TRA wiki zilizopita hapa kuhusu mafuta ya kula. Kuna wanaozalisha, kuna wanaopitisha magendo, yanapita hayalipiwi kodi, na kwa hiyo uwanja wa soko hauko sawa. Kwa hiyo kuna mambo yote hayo ya kuyatazama. Sasa mapendekezo haya yatatuelekeza huko kuwa na kodi ya haki na usawa kwa kila mfanya biashara kwa kiwango cha biashara anachokifanya, na sio wengine wakubwa, wengine ndio wenye nchi hawalipi, wengine sio hivyo.